Hey. Watoto mmefurahi au mjafurahi? Tumefurahi. Haya, mnaniahidi nini? Tutaitunza. Nilitaka nisikie hiyo. Tukiweza kuhakikisha kwamba hizi parachichi zinaanza kuzalisha baada ya miaka 3-4, tuna uhakika tutakula na tutapata mtaji wa kufanya mambo mengine. Ndugu zangu, ni zao zuri la kibiashara, ni zao zuri kwa ajili ya lishe, ni zao zuri kwa ajili ya maendeleo ya mji wetu wa Njombe. Mimi kama mbunge ninaendelea kupambania tuendelee kuwa na mambo mbalimbali yatakayofanya zao hili lishamiri, ikiwa pamoja na kupata madawa kwa bei nafuu yatakayosaidia kulinda zao hili. Na tunasema wananchi wa Njombe waingie kwenye ufugaji wa mifugo mbalimbali, kwa sababu mnahitaji mbolea ya uhakika. Kwa hiyo mwalimu, kajipange polepole, lakini hii hasa kwa wananchi naisema. Tunahitaji ufugaji tupate mbolea. Hii parachichi ikiwa na mbolea na ukiwa na mbolea yako unakuwa na uhakika wa zao hili. Nia yetu na nia ya serikali na nia ya mkoa wetu ni kuendelea kuwa kitovu cha parachichi katika mkoa na katika nchi, na jambo hilo tunaliweza. 70% ya uzalishaji wa parachichi ya Tanzania inayokwenda nje inatoka katika mkoa wa Njombe, na asilimia kubwa ya hiyo 70% inatoka katika halmashauri ya mji wa Njombe. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kufikiria mbali, kuwa na viwanda vya kuchakata parachichi. Na kama viwanda vitaanza, na hapa eneo hili katika moja ya mambo niliyoyaongelea kwenye parachichi ni kwamba ni lazima tufike mahali na sisi tuwe na kiwanda cha kuchakata zao la parachichi, tupate mafuta, tuongeze thamani kwenye zao. Kwa hiyo wakati mipango hiyo inaendelea, na nyinyi tunzeni, mnavyotunza pengine mbele ya safari mtakutana na kiwanda. Kwa hiyo tutazalisha mafuta ya parachichi hapa, tutauza mafuta ya parachichi kutoka katika eneo letu la Uwemba.